Asante sana. Kwanza ifahamike tu kwamba Kigoma pana wafanyabiashara wengi. Kuna wakubwa, kuna wasaizi ya kati na kuna wafanyabiashara wadogo. Masoko yapo, lakini DHL sasa inakwenda kufungua njia ya kuyaona masoko zaidi ya kimataifa. Kwa hivyo tukio hili la leo ambalo linafadhiliwa na Enabel kwa kuwafanya DHL sasa waanze kutoa mafunzo kuhusiana na masuala mbalimbali ya usafirishaji wa bidhaa na kujitambulisha rasmi kwa wafanyabiashara wa Kigoma. Hili sasa ni jambo kubwa zaidi linalokwenda kufungua fursa. Sawa. Yeah. Hii ni juhudi ambayo imefanywa na makampuni binafsi. Twende kwenye ngazi ya serikali. Ndio. Wasaidiaji hususan vikundi vya wanawake na vijana ili kuweza kufikiwa na miradi kama hii ambayo inatoka kwa makampuni binafsi. Serikali inafanya mambo mengi kwa sababu hata hivyo vikundi unavyoona hapo vimesajiliwa na serikali. Na serikali inatoa fursa pia kwa hivi vikundi. Kuna ambavyo vinapata mikopo, kuna ambavyo vinapata mikopo kwenye taasisi za kifedha ambazo ziko chini ya serikali. Kwa hivyo serikali ina nafasi kubwa sana katika jambo hili, lakini juu ya yote hayo, hawa unaoona wafanya biashara wanaweza kufanya biashara zao kwa sababu serikali imetengeneza miundombinu wezeshi ya kufanya wao biashara. Ndio maana nimezungumza pale kwamba kuna kazi kubwa ambayo serikali ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan imepanua wigo kwenye maeneo mbalimbali ya usafiri na usafirishaji. Na juzi mlimuona Mheshimiwa Rais amekuja kuzindua kipande hiki cha reli ya SGR kutokea Tabora kuja Kigoma. Hizi zote ni juhudi za serikali. Ukienda kwenye ziwa Tanganyika utakuta pia wigo mpana unaongezeka, wigo unapanuliwa kwenye usafirishaji ambapo meli zinazinduliwa na nyingine mpya zinajengwa. Ukienda kwenye barabara hapo ndio usiseme. Sasa hivi mkoa wa Kigoma wilaya zote zinaunganishwa na barabara za lami, lakini mkoa wetu unaunganishwa na barabara za lami kutoka hapa Kigoma mpaka unafika Dar es Salaam. Kwa hiyo hizo zote ni juhudi za nini? Juhudi za serikali. Kwa serikali inatengeneza miundombinu wezeshi, alafu na wengine wanakuja kupata na maisha yaendelee. Kuna changamoto nyingi ambazo wanakumbana nazo wajasiriamali, ukiachana na kipato, lakini pia ukiachana na miundombinu ya usafirishaji ambayo tayari inaendelea kutatuliwa. Kuna changamoto ya ubora wa bidhaa ambazo tunataka zivuke sasa mipaka Tanzania kwenda kimataifa. Serikali imejipanga vipi kuhakikisha bidhaa zinazozalishwa nchini Tanzania na ndani ya mkoa wa Kigoma zinakuwa na ubora ambao unatakiwa? Ni wazo zuri sana, na unafahamu tu hata hawa ambao wadau wote walioitwa hapa ni wapo pia watu ambao wanaangalia viwango vya bidhaa, na katika eneo hili serikali imefanya jitihada kubwa sana, sio tu kwa kuziweka taasisi zinazohusiana na uangalizi wa bidhaa hizo, lakini pia kuwawezesha kimafunzo wafanyabiashara wa namna ya kuhifadhi bidhaa zao. Unafahamu kwamba Kigoma sasa hivi tunasafirisha samaki kwenda Ufaransa, Marekani, nadhani Uingereza na maeneo mengine. Samaki wengi wanatoka hapa wanasafirishwa kule. Kwa maana hiyo viwango vya bidhaa maana yake vinakidhi mahitaji ya kimataifa, kwa sababu kama isingelikuwa juhudi za serikali kuwapa mafunzo na kuwasimamia hao ambao wanasafirisha hizo bidhaa zetu zisingekubaliwa. Sasa hivi tunasafirisha samaki aina ya migebuka, kuhe, wakavu na wabichi, wanafika mpaka Marekani na biashara hiyo inakuwa kila siku. Mnaona viwanda kilikuwa kimoja, sasa kuna viwanda kama 4 hapa vya kuchakata mazao ya samaki. Hii ni kwa sababu wanaweza kufikia viwango vya ubora wa kimataifa. Lakini sio tu bidhaa hizi za chakula, tunasafirisha bidhaa nyingine ambazo zinachakatwa ndani ya mkoa wa Kigoma na zinakwenda nje ya nchi. Hatusemi kwamba wafanyabiashara wote wamepata elimu ya kutosha, lakini bado serikali inaendelea na jitihada za kuwawezesha wafanyabiashara kuwa na vifungashio bora, lakini pia kuwa na bidhaa zenye ubora unaokidhi matakwa ya afya, matakwa ya kimataifa. Jambo la mwisho, wafanyabiashara waendelee kuitazama fursa iliyopo ya mkoa wa Kigoma, fursa iliyopo ya miundombinu mbalimbali inayowekwa na serikali ili kuwawezesha wao waweze kuchomoka kutoka walipo kwenda maeneo mengine. Wasikae mbali na fursa hizo. Fursa ziko nyingi kama ambazo tumezitaja, lakini ili fursa hizo ziwe na maana lazima zitumiwe. Asanteni sana.